Mtazamaji, tupo bado tunaendelea kudadavua yaliyomo ambayo naona kama kuna sasa hivi tupo kwa upande wa chui. Sisi watazamaji na watu wengine ambao sio wataalamu tunaona chui ni aina moja tu ya chui, lakini wataalamu wanasema kuna aina mbili za chui au kuna aina ya wanyama kama hao wenye mabaka tofauti. Kuna mwingine ambaye ni tofauti na chui mwenye mabaka namna hiyo? Ndio, kuna mnyama mwenye mabaka kama chui, lakini yeye kwa jina anaitwa chita. Chita kwa jina la Kiingereza, lakini jina la Kiswahili anaitwa duma. Huyu mnyama anafananishwa sana na chui, lakini unaweza ukatofautisha kwamba chui yeye anakuwa macho yake hayana mistari mieusi. Lakini ule mwenzake duma ambaye ni chita, yeye macho yake yanakuwa na michirizi mieusi. Kwa hiyo tofauti wake kwa haraka sana unakuwa ni huu hapo. Nani ni mkali zaidi kati ya chita na chui? Tunasema wanyamapori wote ni wakali, lakini ukimkompea kwa matukio chui na chita, chui anakuwa na matukio magumu kidogo kulingana kwamba huyu chui yeye anakuwa anapendelea kuishi mwenyewe. Kwa hiyo huwa anapenda kujilinda yeye mwenyewe ukikompea na duma ambaye anaishi na wenzake. Kwa hiyo huyu anakuwa na matukio mazito kidogo ukimkompea na duma. Sasa mfano mtu anahitaji kupata hao wanyama au kuwaona, anaweza kawaona wapi si kama siku leo ikiwa imekwisha? Hao wanyama wanapatikana. Ukihitaji kuwaona hao wanyama unaweza ukaenda sehemu ya makumbusho, tunaita makumbusho ya taifa mkabala na ofisi za mkuu wa mkoa. Ukifika pale makumbusho kuna wanyama utakuta zaidi ya hawa, wapo wengi. Kwa hao wanyama baada ya maonyesho wanarudishwa pale. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atakuwa anahitaji kuona wanyama na kujifunza tabia za wanyama na kuwajua wanyama zaidi, anakaribishwa tu makumbusho hapo, atawaona wanyama wengi zaidi. Na mtu akiwa anahitaji kuweka mapambo au kuweka kwa ajili ya maonyesho ya siku kadhaa au kwenye sherehe au kwa tukio lolote, anaweza akawapata kwa utaratibu gani au akawapata vipi au kuwaweka kwake kwa ajili ya kufanyia maonyesho? Hawa wanyama ni kweli kwa mtu ambaye anahitaji hawa wanyama kuwapata kwa ajili ya tunasema decoration nyumbani, hawa wanyama anawapata kabisa bila shida. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata tu ule utaratibu ambao utakuwa umewekwa. Ukiufuata ule utaratibu utaweza kumiliki huyu mnyama. Kwa hiyo afike kwenye ofisi zetu, ofisi za TAWA pale, atapewa maelekezo ni jinsi gani ya kuwapata wanyama hawa. Watu wanasema akitoka mnyama mkali msituni akijeruhi mtu mtaani mnamuua. Kuna ukweli wowote juu ya hilo? Kuna baadhi ya wanyama ili kuondoa athari kwenye jamii, kuna mnyama anaweza akasababisha matukio kwamba anaweza akaua ama akajeruhi. Kwa mnyama kama huyo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa wa yule mnyama kukamatwa kitaalamu kwa kutumia risasi za sindano, kwa kutumia bunduki za sindano kama dart gun na kurudishwa polini, au anaweza ikishindikana sana yule mnyama akiwa ameleta athari kubwa, inapelekea sisi kumpiga risasi kwa ajili ya kusaidia jamii pale ili asiendelee kuleta madhara. Kwa hiyo tunashauri kwamba mnyama yeyote akipatikana kwenye mazingira ya miji au vijiji, mnyamapori yeyote yule, watoe taarifa sehemu husika. Wasiende moja kwa moja kumshambulia yule mnyama wakizani mnyamapori ni kama wanyama wa nyumbani. Kwa hiyo wasiende kumshambulia, ambacho ni kitu kibaya sana. Wanyamapori hao ni wabaya sana. Nashukuru kwa maelezo ya kufahamu na vipi ambavyo mtu anaweza akawapata na akawaona. Na kwa kuwapata kufanyia decoration nyumbani, anapata wale ambao ni halisi kama hawa ambao mwatengeneza nyie, au ni ile tu artistics ambayo inafanyika tofauti na hii halisi kabisa? Yaani cha muhimu inakuwa ni kufuata utaratibu utakao kuwa umewekwa.
Kwa hiyo akishafika pale ndo atajua utaratibu zaidi, lakini kumpata mnyama kama huyu unayemuona ni rahisi sana. Ni kufuata tu utaratibu. Nashukuru sana. Hamna shida. Karibu sana. Mtazamaji, kama unavyoona hapa na ametupa maelezo ya kina kabisa kuhusiana na huyu chui. Kuna chita, kuna chui, lakini unaweza ukawapata kufanyia decoration nyumbani kwako kwa ajili ya kuweka kwenye maonesho, kuweka kwenye majumba yako ambao unahisi utaweza kukitangaza au kutangaza utalii wa nchi yako. Wanapatikana, nenda tu ufuate utaratibu kama nilivyoeleza hapa, unaweza ukawapata na ukawafanyia decoration nzuri nyumbani kwako au eneo lako ambalo wewe unataka. Tuendelee kuangalizia mambo mengine ambayo yapo ndani ya Arusha na siku hii ya leo ambayo watu wapo wanasherehekea, na mkuu wa mkoa amehakikisha watu wanakunywa, wanasaza siku hii ya leo, na siku hadi ifikapo mwaka mpya watu wanaendelea kuburudika. Mimi ni Hassan Magulumali, tuendelee kufuatilia mambo mengine.